Na mtazamaji wa channel ya Biomedia, karibu tena katika kuangazia taarifa mbalimbali ambazo zimeweza kujiri katika taifa letu la Tanzania. Na leo tutaangazia story ambayo mwanadada Mange amemvaa Diamond Platnumz za muita mnafiki baada ya kushare video ya kijana ambaye amefariki dunia kwa kugongwa na treni. Na kwenye story ya moto sana mtazamaji, karibu sana. Kama hujasubscribe, endelea kusubscribe kwa kugusa alama kengele ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Katika tukio la kusikitisha ambalo linaendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, msanii maarufu Diamond Platnumz ameweza kushiriki video ambayo inamuonyesha kijana aliyegongwa na treni na kulazwa katika hospitali ya Amana jijini Dar es Salaam. Na video hiyo iliyopakiwa na akaunti ya Kado Media TZ kwenye Instagram inaonyesha kijana huyo akiwa amelala kitandani hospitalini akiwa hana fahamu, huku ujumbe ukitoa wito kwa yeyote anayemtambua afike hospitalini ili kusaidia kumtambua na kuwasiliana na ndugu zake. Na katika video hiyo pia Diamond anasema, nimekutana na taarifa hii nikaona nisaidie kufikisha ujumbe kwa yeyote. Ujumbe huu umeibua hisia kali kwa wafuasi wake na watumiaji wa mitandao ya kijamii, wengi wakionyesha mshikamano na kuguswa na hali ya kijana huyo ambaye hadi sasa haijafahamika jina lake wala ndugu zake. Na mtazamaji, kwa mujibu wa maelezo ya Kado Media TZ, kijana huyo aligongwa na treni na kupeleka hospitali ya Amana kwa matibabu zaidi, na hali yake inaonekana kuwa mbaya na hakuna mawasiliano yaliyopatikana kutoka kwa familia yake. Hii imeibua mjadala mpana kiukweli kuhusu changamoto za utambuzi wa mahanga wa ajali, hasa wale wasio na vitambulisho au simu zinazoweza kusaidia kufikia ndugu zao. Wito huu pia wa kumtambua kijana huyu umeambatana na hisia za huruma, mshikamano wa kijamii na umuhimu pia wa kutumia mitandao ya kijamii kama jukwaa la msaada wa kibinadamu. Watanzania wengi wameonyesha nia ya kusaidia kwa kushiriki video hiyo, kutoa maoni na ya kuhamasisha, kueneza ujumbe kwa haraka ili kuhakikisha kijana huyu anapata msaada wa kifamilia na kihisia. Tukio hilo pia linatoa somo muhimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa kuwa na vitambulisho binafsi, namba za dharura na ushirikiano wa kijamii katika nyakati za dharura pia. Lakini pia linaonyesha nguvu ya mitandao ya kijamii katika kuunganisha watu na kusaidia wahitaji, hasa pale ambapo taasisi rasmi zinapokuwa na changamoto za kufikia wahusika. Kwa yeyote ambaye anamtambua kijana huyu, anahimizwa kufika hospitali ya Amana au kuwasiliana na wahusika kupitia akaunti ya Kado Media TZ ili kuweza kutoa taarifa zitakazosaidia kumfikisha kwa familia yake. Msaada wote, iwe wa taarifa, kifedha au kihisia, unaweza kuwa na mchango mkubwa katika kuokoa maisha na kurejesha matumaini kwa kijana huyo. Sasa baada ya Diamond kuposti picha hiyo ya kijana ambaye gongwa na treni na mijadala kwa mingi mitandaoni, tunamuona dada wa taifa, mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi anaibua mijadala mipana mara tu baada ya kumvaa Diamond na kumshushia kichambo kufuatia hili ambalo amelifanya. Kwa mujibu wa Mange, amedai kuwa Diamond ameamua kupitia upepo wa huyo kijana ili arudi mjini. Hii ni kutokana na mashabiki kumpotezea kabisa kwa muda mrefu kutokana na mambo yake ya kusapoti chama tawala. Na Mange amezidi kuwasitiza Watanzania na mashabiki wa muziki kuwa wasiruhusu kuwarudisha mjini wasanii, maana yatapotea mapambano yao dhidi ya kulikomboa taifa, licha ya kuwa mpaka sasa kama jitihada zao zimeonekana kugonga mwamba pia. Sasa baada ya hayo yote, jamii inahimizwa kuendelea kushirikiana, kuonyesha utu na kutumia teknolojia kwa manufaa ya kibinadamu, na kijana huyo ni mmoja wetu na msaada wetu unaweza kuwa mwanga katika giza ambalo analipitia hivi sasa. Nini maoni yako katika hili mtazamaji wetu na mfuatiliaji wa Biomedia? Ni kweli Diamond amepita na upepo au ni huruma yake pia kutokana na jamaa chanzo cha kifo chake? Tuandikie maoni yako kupitia comment section moja kwa moja, tuweza kuiangazia next video kwa uzuri kabisa. Hope mmezo kuenjoy. Till next time mtazamaji, bye bye.